Kile nilipofika Majaliwa shughuli nikamchukua simu nikampigia babangu sasa. Kamwambia dalili nimefika barracks. Waenda wapi asubuhi? Mbona mmelauka sana hivi? Uko na nani? Kamwambia niko na mkweo. Waenda wapi? Kamwambia baba nenda mazishimo kwa mheshimiwa Gonzalai. Mheshimiwa Gonzalai ni mtoto wa shangazi yangu. Ile familia wazazi wangu na familia yote wanaijua ndani na nje. Hapo kwa msiamu. Lakini hiyo sijaweza kufikisha huko, sijaenda huko. Nikamwambia naenda kwa mheshimiwa Gonzalai lakini mwenye miaka ni kama ni mama kidogo. Sijajua vizuri tena kujua kwa nini kwa yule nitaisoma alafu nakupigia simu. Baba kaniambia wewe kwa baba mkubwa leo hapo hiyo ndio. Penye waenda na kujua hata ndio niambia. Hizo majina tunazitaja, waenda kwa mzee wao na baba mkubwa. Nikashtuka. Nikashinda ni nini? Wacha ni. Afika pale kwa mama na wenyewe. Kapokelewa. Na baada ya kwamba nimeketi siko nimeona sura yote ambayo naijua. Kwa introduction ndio kunifahamisha mimi ni nani. Baada kile introduction walosimama hivi nikiangalia wote na wajua. Ni mashangazi wangu wa data Musa na shangazi tena waliobakia. Wangu ndio mmoja ndiye msika nikamalizana naye wamebakia wale wa kweli na mzee Amos. Wale ndio wangu sasa nilibakia nao. Wale ndio wangu ambao nalienda kwa shida na raha. Hapo chochote kinachoendelea wananipigia. Hii ya juzi niliwauliza hawakupiga. Lakini mpaka harusi ile mtoto wao walinifahamisha wakanipigia, wakanishirikisha. Kila hatua ambayo inaenda wakinitamani mpaka wapige simu kwangu. Nikahisi kwamba huyu bado mzito. Yaani kumbe nimekuja na maana wazazi wangu siwaona. Kipigia baba na dada kujua pia sisi hatujaambiwa. Lakini vile umeenda kutusikia, Mungu akutangulie mama. Nikiona wengine wakishika vipaza sauti wifi zangu. Mbona wifi zangu wengine wako hapa? Jamani nilizungukwa na jamii kubwa. Nikashangaa kumbe tuko kanisani hapa hatujuana kitu kama nini. Ukisikia jambo limeanguka mahali nenda, babangu alikuwa msemo mmoja. Kuna siku nenda nazishie huko Rabani ndani kwa mzee Zablo. Kule wakati mzee Zablo ndio ikaenda tumeenda kuzika mama yake mshirika. Cha kunishangaza ni tumeambiwa twende kwa jeneza tuangalie marehemu. Nikitembea kwa jeneza, yani chenye hata siku moja introduction. Pua peke yake. Nikajua hii familia. Pua, yani you can imagine. Yani nilijuaje pua? Yani niliangalia tu pua pale kwa sanduku tu hivi. Mbona huyu amefanana na mama mzazi hivi mpaka pua? Nikaondoka nikapiga simu. Mama nimekuja mazishini Rabani huku ndani Mazeras. Lakini huyo marehemu amefanana na wewe kabisa. Mama unamhitaji. Akaniambia mama niulizie jina. Kabla sijaulizia jina, naona mchomba ambaye amemuoa aunti yangu, lazima na mama ameolewa na huyu mwanamume. Anasimama ameshika paso watu wote watano mkanani wote wamejaa pale. Hao watu wale na wajua. Nikisema majina watu wa mkanani wote wakanizunguka wananiambia wewe tutakujua njoo huku. Utuambie umetoka wapi na umekuja vipi hapa. Tangu hiyo siku baba yangu ananiambia tukasikia nilunga nenda. Utakutana na ndugu zako usiwaambie wasirini. Utakutana na familia nyingine kubwa ambao huijui maana sisi ni wazazi. Nikamwambia sana nimesikia baba. Nashukuru Bwana kwa sababu naona Mungu amewatia nguvu. Tumekuwa kuombea. Tangu hiyo siku jambo litokee kwenu. Nimekuwa nikihamasisha kanisa. Ombeni kwa ajili ya familia. Kwa sababu nilihisi kuna uzito na ugumu na uchungu. Kasema tuombee hiyo ni familia sana. Hasa mzee Amos na Linda tuombee. Tusimame na wao katika kipindi kigumu. Nilipoona hapa kanisani nimetika moyo sana. Nikajua kwamba Bwana atawatetea na wanapigania na atazidi kwa fariji na kuimarisha zaidi kwa ajili ya utukufu wake. Karibuni tena tuendeleze kudumu na kumtukuza Bwana chini ya dada hili. Kwa sababu hiyo ndio yetu ambayo tulitiwa mahali hapa. Wewe tujuane lakini huko kwa mashina. Channel zetu zinajuana zaidi na vilivyo. Channel zetu wazazi wetu manyanya wetu. Nyanya wa mzee Amos na nyanya wangu mimi ni kama ni manyanya moja. Ni kama nyanya wa moja kwa sababu nyanya yangu mimi pia naye kuna dada yake hapo kwenye Mmalao. Sasa nikashangaa nikapigwa na mkutano nikaona pastor sasa basi wewe nimekuja kwa familia yangu hiyo ndio nyumbani. Na sikujua. Mama kaniambia una kipindi cha kuomba kwa hii familia. Tuombe. Kwa hivyo namshukuru Bwana kwa sababu mzee ndio ambaye tunamwita baba mkubwa na baba mdogo. Mimi namwita baba mkubwa kwa sababu babangu ambaye alibakia yeye na babangu. Babangu nafsi yeye ndio kama baba wa upande ule mwingine ambaye amebakia msaidizi mshauri wa babangu.
Mama kuna siku na wote wawili wametangulia mbele za haki. Akiwa na yule msichana ambaye alizaliwa wale peke yake. Alipobaki tu pale kwa shangazi kwa mazishi, baba ndo amekuwa kipaumbele cha kumshika baba na kumsogeza kila ushauri na katika jambo. Huyo ndio mshauri wake ambaye amebakia kwa sasa. Kwa hivyo tukiomba, tuombeni Mungu asituepushie mauti za mapema. Mungu asimame na familia zetu. Alinde ukijiona kwa nafasi ya sawa mwenzangu. Ombea mwenzangu ambaye anaumia, ana kigumu, hajapenda pia. Kwa hivyo usichoke kuombea wengine mpendwa. Usiseme si wajui sitaomba. Omba. Kifo ni kitu ambacho hakihesabia kinakuja lini. Lakini kikikuja kinachoma kila mahali. Mimi kama mchungaji tayari nilichoma kama mchungaji. Nikanatembea lakini kimenibeba ule mchungaji wote niliufuata kwa sababu yani nafikiria hiyo kibaya. Niliomba hiyo mama Apollo hospitali, sikutarajia mauti. Hiyo kitu ikaniumiza sana. Wachungaji watarajia kwamba tukiona wagonjwa wanaenda. Lakini ikitokea ina budi tunamwambia Mungu chukua nafasi yako. Kwa hivyo tuombeeni jamani, kanisa tuombe. Wiki hizi tatu tuzidi kusiombea. Tunatamatisha juma letu la mwisho siku ya kesho. Ambacho kabla nisome neno